Kundi la waasi wa M23 limeuteka mji wa kimkakati wa uchimbaji madini katika jimbo la Kivu Kaskazini na kuendeleza mashambulizi yao ya kijeshi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Duru za kiusalama zinasema kuwa wanamgambo hao wanaoungwa mkono na Rwanda waliingia Walikale siku ya Jumatano. Mji huo upo jirani na mojawapo ya migodi mikubwa zaidi ya bati duniani. Kampuni kubwa ya madini duniani Alpha Mine Resources imewahamisha wafanyakazi wake na kusimamisha shughuli zake kwenye tovuti ya Bizi. Kutekwa kwa Walikale ni kinyume na wito wa dharura uliotolewa juzi Jumanne wa kusitisha mapigano mara moja kutoka kwa marais wa DRC na Rwanda kufuatia mazungumzo yao ya ana kwa ana tangu M23 kuzidisha mashambulizi yake mnamo mwezi Januari. Zaidi na Phyllis Mwate. Siku ya Jumatano jioni, milio ya silaha nzito ilisikika eneo la Walikale na kando kando mwa mji huo ambao sasa habari zinasema kuwa uko chini ya udhibiti wa M23. Siku ya Jumanne, waasi hao walikuwa eneo la Kibua na Mpofi ambapo walilazimishwa kurudi nyuma baada ya jeshi la Kongo kupambana nao na washirika wake wa wazalendo. Kwa kuuteka mji wa Walikale, waasi wa M23 sasa wanapiga kambi kwenye barabara ya kitaifa nambari 3 ambayo inaunganisha majimbo manne mashariki mwa DRC ambayo ni Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, Tshopo na Maniema. Huyu hapa ni mmoja wa raia wa Walikale ambapo amezungumzia hali ilivyo. Hali na katala wa M23 washaingia huku ni deshuru, hali na katala watu maki kabisa, hali na katala sana kia kufaa hakiko. Tunaomba serikali basi ione kama itafanya, lakini washaingia wenyewe wanajita mo wakombozi, tuko nao huku maake kila kitu hakiendeke huku Walikale. Mji wa Walikale ambao uko katika eneo lenye utajiri mkubwa wa madini ndio mji wa mbali zaidi kuelekea magharibi ambao umechukuliwa na M23 tangu walipoanza kuteka maeneo ya mashariki mwa Kongo. Mji huo wenye zaidi ya watu 14,000 upo umbali wa kilomita 125 kaskazini magharibi mwa Goma. Mashirika ya kiraia yamesema kwamba M23 waliwalazimisha raia kuhudhuria mkutano wao wa hadhara, kama anavyoeleza hapa Jacques Shabanu ambaye ni mmoja wa viongozi wa mashirika hayo. Hakuna shughuli yenye kuendelea, shughuli zote zimeharibika kabisa. Watoto hakuna shule zitakuwa mwezi siku 2. Wagonjwa kwa saa hii mitingi yenye kufanyika pa Walikale, wagonjwa ndio wametwaliwa ndani ya vitanda ya magonjwa kwa kwenda sikiliza mitingi. Kwa heri waitike population erudie ibakie kwa mwingine kwa kuweza kurudilia maisha yao kidogo ya kikawaida. Nao madaktari wasiokuwa na mipaka eneo hilo la Walikale wametaka kuwe na ulinzi wa wafanyikazi wao pamoja na vituo mbalimbali vya afya katika mji huo, ambapo wamesema kuwa kituo chao muhimu cha afya kililengwa na risasi zilizorushwa wakati wa makabiliano. Huyu hapa ni naibu mkuu wa MSF Makodoneda. La base de MSF a été prise entre les tirs croisés avec des balles. Makao ya MSF yalilengwa wakati wa mapigano na risasi ambazo zililenga kituo chetu na magari. Shughuli za timu yetu zimefungwa hadi uboreshaji wa hali ya usalama utakapofanyika. Milipuko ya mabomu ilifanyika karibu na hospitali kuu ya Walikale ambapo madaktari wa MSF wanaendelea kuwatibu watu. MSF inawataka wanaopigana kulinda vituo vya afya na wauguzi pamoja na mashirika ya kibinadamu. Kutekwa kwa eneo la Walikale na M23 kumeshuhudiwa masaa 24 tu baada ya mkutano kati ya rais wa Kongo Felix Tshisekedi na yule wa Rwanda Paul Kagame huko Doha, Qatar. Nchi jirani na mataifa ya kigeni yamekuwa yakiongoza juhudi za kidiplomasia ili kusitisha kile ambacho sasa kinatajwa huenda kikawa mzozo mbaya zaidi wa kibinadamu kutokea katika eneo hilo. Phyllis Mwate, BBC. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amewaambia viongozi wa Umoja wa Ulaya wanakutana mjini Brussels kwamba Rais Putin wa Urusi lazima aache kutoa kile alichokiita matakwa yasiyo na msingi ambayo yanaongeza muda wa vita nchini Ukraine. Alikuwa akizungumza kwa njia ya video kutoka Norway kufuatia mazungumzo ya jana Jumatano na Donald Trump ambaye anashinikiza kumaliza vita vilivyosababishwa na uvamizi wa Urusi. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wamekutana kujadili changamoto za
uchumi na kijeshi zinazolikabili bara hilo. Beldin Waliaula na taarifa zaidi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amewahutubia viongozi wa Umoja wa Ulaya ambao wanakutana mjini Brussels kujadili uchumi na changamoto za kijeshi zinazoikumba eneo hilo. Zelensky amewaarifu viongozi hao kuhusu mazungumzo yake na Rais Trump ambaye anajitahidi kumaliza vita vya Ukraine na Urusi. Zelensky aidha ametaka Putin kusitisha masharti ambayo ameweka katika kumaliza vita hivyo. Msemaji wa ikulu ya Urusi Dmitry Peskov ameshutumu mataifa ya Ulaya kukataa kuziunga mkono juhudi za Marekani na Urusi za kutaka kumaliza mzozo huo. Hakuja kuwa na ishara yoyote kutoka Brussels. Ishara kutoka Brussels ni ile inayohusiana na miji ya Ulaya. Tuseme mipango ya kufanya eneo hilo kuwa la kijeshi, na hilo linaenda kinyume na hisia za rais wa Urusi na Marekani ambao wamekuwa wakitafuta njia ya amani ya kutatua mzozo huu. Zelensky anasemekana kumwomba Trump usaidizi zaidi wa kijeshi, ila Trump alimwambia atamsaidia kupata usaidizi huo kutoka mataifa ya Ulaya. Kiongozi wa sera katika Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema Umoja wa Ulaya unaiunga Ukraine mkono. Tunakaribisha tangazo la Trump kwamba Marekani inajaribu kutafuta usaidizi zaidi wa kijeshi kwa Ukraine. Hili ni muhimu, na leo tunajadili ni nini tunaweza kufanya zaidi kwa Ukraine kujilinda na pia sisi wenyewe kama eneo. For Ukraine, but also for our own defense. Kallas aliongezea kuwa Ulaya inafaa kufanya maamuzi dhabiti kuhusu kuipa Ukraine msaada. If you listen to the statement, ukisikiza semi za viongozi utaona uungwaji mkono upo, na sasa tunataka uungwaji huo kwa vitendo, kwa silaha za kijeshi ambazo Ukraine inahitaji. Kwa hivyo tunataka kusongeza ajenda hii mbele. So I'm really hopeful that we will push this forward. Umoja wa Ulaya imeendelea kuipa Ukraine msaada kipindi hiki ambacho Marekani imepunguza msaada wake. Akizungumza kabla ya kuhudhuria mkutano wa viongozi wa Ulaya unaoendelea mjini Brussels, Rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen amesitiza umuhimu wa mkutano huo. So these are decisive days. Hizi ni siku za maamuzi kwa Ulaya na tunayo ajenda kwa Baraza la Ulaya. Tutajadili kuhusu Ukraine na jinsi ya kupata amani ya kudumu. Tuna changamoto katika ushindani wetu na katika ajenda yetu ya ulinzi, na kwa hivyo hili litakuwa mada muhimu kwa Baraza la Ulaya. Challenged in our security agenda. Ndege isiyo na rubani imeshambulia kambi ya wanajeshi wa anga eneo la Engels huko Urusi. Gavana wa eneo la Saratov amesema wakazi wa eneo hilo wamehamishwa. Engels ni kambi ambayo makombora ya masafa marefu ambayo hushambulia Ukraine hurushwa kutoka hapo. Pande zote mbili za Ukraine na Urusi zimekuwa zikishambuliana katika siku za hivi karibuni, huku rais wa Marekani Donald Trump akishinikiza zisitishe mapigano hayo.